Habari za leo, karibuni tena Pedo and Rose Stories. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, niko salama. Leo nataka nizungumzie maswali yanayoulizwa na watu wengi kuhusu mambo ya HIV au VVU. Swali la kwanza watu wanauliza, je, mtu anayekuwa U=U anaweza kupata watoto wasiokuwa na VVU? Jibu ni ndio. Yaani mtu yeyote mwenye maambukizi ya VVU na ambaye anatumia dawa zake vizuri na amekuwa U=U, yani undetectable equals to untransmittable, hawezi kuzaa watoto wenye VVU. Yaani watoto atakao wazaa, kwa lugha nyepesi, watoto wanakuwa ni watoto salama, hawana VVU mwilini. Kwa hiyo jibu ni ndio. Swali la pili wanauliza, je, nikiacha dawa za VVU ni virusi vitarudi? Jibu ni ndio. Kama wewe ni mwathirika, unaishi na virusi vinavyosababisha ukosefu wa kinga mwilini, umetumia dawa zako vizuri mpaka umefikia U=U, haushauriwi kuacha dawa, kwa sababu mpaka sasa hivi hakuna dawa ya kutibu virusi mwilini, isipokuwa dawa za ARV zinasaidia virusi kufubaa mwilini. Kwa hiyo unapokuwa U=U haimaanishi kwamba umepona uache dawa, hapana. Inabidi uendelee kunywa dawa. Endapo utaacha dawa, basi VVU vitarudi, kwa sababu elewa kwamba vimefubaa tu mwilini. Kwa hiyo usiache dawa. Swali la tatu linaulizwa, je, ninaweza kuambukizwa VVU nikibusu? Jibu ni hapana. Kama utambusu mtu mwenye VVU, hauwezi kuambukizwa VVU. Unless otherwise, labda huyo mtu ana vidonda mdomoni na wewe mwenyewe pia una vidonda mdomoni na kuna sehemu yenye michubuko na hivyo vidonda labda vinatoa damu. Swali la 4, je, ninaweza kuambukizwa VVU nikila pamoja na mwenye VVU? Jibu ni hapana. Yaani ukila chakula na mtu mwenye maambukizi ya VVU hauwezi kupata VVU. Hata mkilala kitanda kimoja huwezi kupata VVU. Kwa hiyo jibu ni hapana. Kwa hiyo kula chakula kilichopikwa na mtu mwenye maambukizi, mkiishi nyumba moja, mkilala kitanda kimoja, mkilala chumba kimoja, hauwezi kupata maambukizi ya VVU. Hata mkila chakula pamoja huwezi kupata maambukizi ya VVU. Mwisho niseme kwamba mimi sio daktari. Kwa msaada zaidi ambao naweza nikakusaidia na kupata ushauri, nenda kwenye kituo cha kliniki au hospitali, onana na mtaalamu wa afya. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Msisahau kulike video hii, kushare na mtu mwingine pia aweze kuelimika, kusubscribe kwenye hii channel ili tujenge jumuiya ya pamoja, na kulike video hii. Asanteni sana.